Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neno hili ambalo asubuhi ya leo tunaanza nalo. Ninaomba Yesu ukapata kulibariki na kuliletea fasiri zitakazokaa ndani ya kila moja wetu, lakini na kuleta baraka. Asante Mtakatifu kwa sababu unatupenda. Ninaamini ni nafasi yako Bwana, useme nasi kwa njia ya msaada wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Biblia yetu imetuambia tuwanyenyekee hawa watu wanaotuongoza. Tuwatii pia hawa kwa sababu wao ndio wanatoa hesabu ya maisha yetu mbele za Mungu. Najua mzazi wa kimwili anatoa hesabu zake za kuelewa familia yangu niandae junia 5 ili kusudi watakula na kushiba mwaka utaisha. Lakini pia na sisi kama wazazi wa kiroho bado tunahitaji sasa kuwasaidia hawa watu ili kusudi tutaenda tusimame mbele za Bwana na kutoa hesabu kwamba huyu mtu alifanya 1, 2, 3, hiki alikifanya. Kwa hiyo hutajitolea mwenyewe hesabu. Yaani hawa wachungaji tunaowaona wamekaa, wana kazi kubwa ya kutoa hesabu ya maisha yako wewe, na hayupo mchungaji mwingine. Na siamini kama wewe unategemea kuna mtu mwingine atakayetoka matulole mchungaji atoe hesabu za maisha yako wewe. Mwenye kutoa hesabu yuko mahali hapa mchungaji. Ndiye ambaye anajua maisha yako ya kiroho yakoje, yako vizuri kiasi gani au yako tabani kiasi gani, na yeye ndiye anajua namna ya kukusaidia. Japo kwa tunakutana na watu wengine hawahitaji kusaidiwa, ana tatizo lakini hakubaliani na ushauri kutoka kwa mchungaji. Hata kama Biblia ameshasoma inamwambia msitafute neno kwingine tofauti na katika vinywa vya watumishi vya makuhani. Yeye anaenda kutafuta ushauri huko nje kwanza, na unamharibu ule ushauri, anarudi kanisani yuko hoi, yuko binitabani. Sasa mchungaji anaangalia, huyu kondoo wangu mbona siku hizi atembei vizuri? Huyu kondoo wangu mbona siku hizi haendi kwenye marisho? Unaona, yeye ndiye anaanza kujua vile ulivyokuwa na sasa ulivyo. Yeye ndio mwenye kutoa hesabu. Kwa hiyo ana wajibu wa kukemea na kukuambia hapa uko kinyume, hebu nenda hivi. Na usije kumchukia mchungaji kwa sababu ana kazi kubwa ya kusaidia wewe. Moja, ubarikiwe. Cha pili, wewe mwenyewe ufanikiwe maisha ya ufalme wa Mungu. Ana mambo hayo mawili. Kwa hiyo katika mwili hatuna mchungaji kama ni wa sura hiyo kwamba yuko hapa anatamani wewe maisha yako yaharibikiwe. Sasa unaposhindwa kusogea kwa mchungaji na kunyenyekea kwake katika shughuli nyingine anazokuagiza, basi wewe unachengana na baraka. Waswahili wenzetu wanasema gari la mshahara utakao unapishana nalo kila wakati. Unyenyekevu ni hali ya mtu ambaye anajishusha. Unyenyekevu ni mtu ambaye anajishusha. Unajua tunapokuwa tunasimama kama watumishi wa Mungu, unaongoza na wazee, unaongoza na watu, lakini wana kazi kubwa ambao wamepewa na Mungu na wenyewe washuke. Unatengeneza unyenyekevu kwa nani? Kwa mchungaji. Lakini unaponyenyekea, lengo lako nataka nini? Upate baraka kutoka kwa Mungu. Ili Mungu apate kukubariki mpaka ushuke chini ya yule mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema mimi mwenyewe najijua, unajua bana hakuna haja ya mimi kukana hangaika na mtu kama mimi. Mimi mwenyewe nitajiongoza. Roho Mtakatifu alishuka, alisema pazia limepasuka, kila mmoja anaenda firi. Hatuna utaratibu wa hivyo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna Mungu anayekunywa pombe kiasi hicho, hayupo wa hivyo. Tunayemwabudu sisi, tunaabudu Mungu wa kweli, na Mungu aliyetimamu, na Mungu ambaye haharibikiwi na mipango na ana utaratibu. Sio kwamba pazia lilipasuka tunakwenda tu. Sawa, lilipasuka, je umefuatilia? Muulize mchungaji, mbona hapa baba linasema pazia lilipasuka, tatizo ni nini? Au linamaanisha nini hili neno? Atakusaidia. Si kwamba sasa nimekupa uhuru wa kufanya unavyotaka hata usimsikilize nani? Mchungaji wako. Hapana, bado Mungu anamtambua mchungaji ni wa muhimu na ni mwelekezaji, na bado asipofanya hivyo atapigwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atapigwa. Maana yeye ndiye atatoa hesabu. Hawa watu nilikupa walisimama vizuri. Mbona huyu alienda hivi, huyu alienda hivi, yeye uliwahi kumsaidia? Unajua Mungu alikuwa na shingo ngumu, na wewe ulikuwa na shingo ngumu, hukuwahi kuwasaidia. Kwa hiyo kwa nini mchungaji apigwe aache kukusaidia wewe? Ni bora akusaidie ukimchukia maisha kusaidia.
Kwa ndio kazi ya mchungaji. Na wewe wajibu wako, fanya unyenyekevu kwa mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyenyekea. Kunyenyekea sio utumwa. Petro akawa chini ya Yesu. Elia alikuwa juu ya nani? Ya Elisha. Elisha akawa chini. Kwani Elisha alipungukiwa? Au unaona nini kilitokea kwa Elisha? Ni kwenda kuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua alikuwa ni mtu ambaye ni mpambanaji, mshirika tu, mtoa mawazo mzuri ndani ya kundi la Israeli. Lakini Mungu anaona vile alivyojishusha kwa wale watumishi wa Mungu. Hakuwahi kunena neno baya lolote kwa watumishi wa Mungu. Na mwisho wa siku Mungu anamkumbusha Musa. Anamwambia usiogope na wala usiwe na wasiwasi kwamba Israeli itafikaje. Yuko mtumishi wangu Yoshua. Huyu mtu nimesha ujaribu moyo wake. Ana unyenyekevu ndani. Nitampa kazi ya kuongoza hawa Israeli. Kwa Mungu anataka watu walio na tabia ya unyenyekevu. Acha kujiweka kuwa mtu mkubwa kwamba wewe huwezi kuambiwa na chochote. Mimi nashangaa kuna watu wengine kila kitu yani hataki hata atumwe hata kanisani. Yani unajua mchungaji amenituma. Sasa ina maana yeye hajaona hata umo kanisani, akaona mimi tu ndio natakiwa nitumwe. Mfano wakina fulani hao wanafanya nini? Haya wewe ulikuwa unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kuwa mnyenyekevu mbele za nani? Maana ndiye mwenye kutoa hesabu ya maisha yako. Kama singekuwa hivyo, wewe singelikufaa kitu. Maana yake kwamba wewe huwezi ukajiombea kila kitu. Wewe ndio mshirika, wewe ndio mchungaji, wewe ndio unasema utajisimamia. Hapana. Na nani atatoa hesabu yako? Bado ni mchungaji. Huyo ndio mwenye kazi ya kukuombea. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuzione baraka kupitia kwa watumishi wetu. Unyenyekevu ukikosekana hufuata dharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Utokea tu dharau. Unajua unyenyekevu kuna kitu kinaitwa utii, unakuwa ndani ya ule unyenyekevu. Na mtu aliye na unyenyekevu maana yake kwa haraka ni mtu aliye na utii. Kwa sababu mtu aweza kafanya nayoelekezwa kama hana utii, lakini kwa sababu ana utii ndio maana anafanya kile ambacho anaelekezwa. Na tunapozungumza unyenyekevu ni hali ya mtu ambaye inamkaa ndani, hata kama ameagizwa utii wake anafanya katika hali ya kufurahi na kupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo vinafuatana vitu viwili, utii pamoja na unyenyekevu. Kwa hiyo tembea katika hilo, utambue ni la muhimu sana na wewe utafanikiwa. Haleluya. Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 20, mstari 1. Nyakati wa pili 20:20. Ndio. Wakaamka asubuhi na mapema. Wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wanatoka, Yehoshafati akasimama akasema. Yehoshafati akatoka na waambie hawa watu, Nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, na nyinyi wenyeji wote wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, pia muamini na manabii wake, ndivyo mtafanikiwa. Barikiwe sana. Kuna mambo mawili. Ukimwamini Mungu, yani katika maisha yako utakuwa umetembea kwenye njia sahihi. Kufanikiwa kunatokana na kuamini wa nani? Manabii. Lakini kuthibitika au kuwa katika njia sahihi na ya kweli ni katika kumfuata Mungu na kumwamini Mungu. Kumwamini Mungu ni kuenda ama kuelekea kwenye njia iliyo sahihi. Sikiliza nikwambie. Ibrahimu anaitwa na Mungu. Lakini kuitwa na Mungu, bado huyu Ibrahimu alitangulia kufikiri. Alimfikiria Mungu. Na alimfikiri Mungu kwa namna ipi? Kwamba huko mwanzo wazazi wake waliabudu miungu. Waliabudu haya mavinyago, waliyatengeneza kama Mungu. Sijui alikuwa ni Wahindi, sijui ni watu gani hao.
yani ndicho wanachokiabudu. Sasa huyu baba Ibrahimu akasema hapana, huyu Mungu tunayemwabudu kwenye hii familia ni Mungu gani? Na kazi alikuwa amepewa Ibrahimu, kila asubuhi na mapema wazee wameenda kazini, yeye ndio mwenye kazi ya kubeba ule mzigo wa ile sanamu, Mungu wao, Mungu wa ile familia. Anapeleka nje, anafika anafanya nini? Anaweka pale. Sijui alikuwa anakausha, sijui usiku alikuwa na rowana, hatuelewi. Sasa huyu Ibrahimu akaanza kusema, huyu ni Mungu gani? Kila siku tunahenyeka kumbeba. Yani kila siku tunabeba, tunapeleka hapa, tunaenda hivi. Ina maana huyu Mungu gani ambaye yeye hata macho haoni mlango? Ni Mungu gani ambaye miguu nayo hawezi akatembea? Huyu ni Mungu gani? Huyu ana mikono hawezi akafanya hata mwenyewe. Ibrahimu akasema, hiki kibarua hiki mimi siwezi. Sema siwezi nikaenda na kazi ya hivi. Sasa anafanya maamuzi gani? Anasema hiki kibarua ili kikome lazima niharibu hii sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila ya hivyo nitaendelea kutumwa kuwa na beba na ingiza, natoa na ingiza, na anua kama udaga. Kachukua ile sanamu, kata vipande, tupa hapo. Alafu akawa ameondoka. Maana alijiuliza, na utambue hawa watu Waebrania walikuwa na asili ya Kiarabu. Yani kama ukisha kosea wakija, yani dawa yao ili wakusaidie ni kukukata kichwa. Kwa hiyo Ibrahimu akatambua hili ni kosa tayari. Kumvunja Mungu wa familia, yani sheria iliyopo na hukumu iliyopo juu yangu ni mimi kufa. Sasa siwezi nikaishi hapa, ni bora nianze maisha kimbia naenda huku naenda kule. Hakuna kingine. Ibrahimu akachora. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba watu anatoka kazini, anakuta Mungu wao amededi. Si ndio wazinza wanasema hivyo? Sasa akasema, sasa imekuwaje? Baba watu anafika naanguka chini, na wanasamini kweli ile miungu ile misanamu ile. Kaanguka chini yule mzee, nusu apigwa pressure. Chini akaanza kulia, anasema jamani, Mungu wetu ameharibiwa leo, Mungu ameharibiwa. Halafu anaongea maneno haya, anasema, lakini najua si mwingine, huyu ni Abrahamu huyu. Najua ni mtoto mkorofi mtukutu huyu. Ndiye kwanza yuko wapi? Na wewe ukawe mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukawe mkamilifu na wewe utafanikiwa, utabarikiwa. Utakuwa ni tajiri hujawahi kuona, na utakuwa na watu wengi na wala usiogope. Ibrahimu aliposikia sauti, anaondoka, anaenda nchi nyingine, anamchukua na ndugu yake, mtoto wa kaka yake, wanaondoka, wanaenda kuishi maisha tena mengine ya kumtegemea Mungu aliye wa kweli. Lakini sauti ya Mungu iliyozungumza naye ndiyo ilimfanya afanikiwe. Haleluya. Na wewe sauti yako ya kuleta mafanikio inatoka katika kinywa cha nabii wako aliyewekwa mbele yako. Ndio Mungu anamtumia kama sauti. Hakuna mwingine. Hayupo. Huyo ndiye mwenye kukubariki. Haleluya. Wakati mmoja Yesu akiwa anashughulika anatembea, mara hao watu wenye ukoma, na nyinyi hili grupu lote mnaenda wapi? Baba si unajua sifilishaga tengwa, mikono ndio iko hivi, tutafanyaje baba? Kwa hiyo mnatakaje? Sina sisi tukumbuke, utuponye na sisi. Akasema basi nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Haleluya. Nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Wakati wanaondoka wanapiga hatua, ukoma unawaachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Natafuta nini? Utii. Baada ya utii wamekubali kwenda kwa nani? Kwa kuhani. Kama umekubali kwenda kwa kuhani, umeenda kwa Bwana. Haleluya. Wale watu walipona au walibaki na ukoma? Walitakasika, si ndio? Lakini waliporudi, walikuja wote? Sielewi. Lakini waliporudi, hata kama ni mmoja, aliwaambia nenda ukafanye kama nilivyomwamuru Musa, kutoa sadaka kwa kuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoe nini? Na yeye sadaka. Hakusema zileta hapa sasa mimi nimekuponya. Mimi najua yuko sauti yangu. Nenda kule kwa kuhani. Wakapeleka sadaka kama alivyoamriwa Musa kwa Israeli. Haleluya. Kwa hiyo watumishi ni wa muhimu sana. Lazima tuishi katika hali ya kuamini. Haleluya. Ukitaka uchengane na baraka, acha kumwamini mchungaji. Amini watu wengine. Lakini unaishi hapa alafu naamini huko nje.
hutafanikiwa. Muamini mchungaji. Hiki ni kitu ambacho ninakupatia. Lakini hebu twende sasa, jambo la 4 ni kumwombea mchungaji. Kuna watu hawana tabia ya kumwombea mchungaji. Yaani wao wanajua ni kuwa wanafika tu, baba mchungaji, nikumbuke kwa maombi baba. Nikumbuke baba. Yaani yeye kila anapopita, baba mchungaji na mimi nikumbuke. Sasa tangu anatoka kwake anafika hapa, watu 10 wameshamwambia wote wakumbuke. Yeye anakumbukwa na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sina wewe mkumbuke. Una wajibu wako na wewe wa kumwombea nani? Mtabaki mnasema unajua mchungaji wetu hana upako, sijui ana nini, yaani sijui kakaukiwa, sijui kaishiwa, sijui ni mkavu. Ni wewe unamsababisha awe mkavu. Kwa sababu wewe shida yako, huyu angali wewe ile kanisa lote, huyu anarundika pale kwa mchungaji, na huyu anabeba anaweka kwa mchungaji, na huyu analeta anaweka kwa mchungaji. Huyu yeye amekosa chapati ndani. Huyu naye anasema mimi ni hedi kila siku usiku. Mwingine anasema bwana watoto hawana ada. Mwingine kila mmoja anarundika pale kwa nani? Sasa mchungaji yeye anaenda wapi? Anasema eti mchungaji atampelekea Bwana. Tusome sasa hiyo Wakolosai. Tuangalie kama mchungaji anapaswa apeleke kwa Bwana au na wewe una wajibu wa kumuombea. Tuangalie Wakolosai 4 mstari wa 2 na mstari wa 3. Tumishi wa Mungu hapo twende wote. Kolosai sura ya 2 mstari wa 3. Sura ya 4 mstari wa 2 na mstari wa 3. Sura ya 4 2 na 3. Sawa. Biblia inasema dumuni sana katika kuomba. Dumuni sana katika kuomba. Mkikesha katika kuomba huku na shukurani. Mkikesha kuomba huku na shukurani. Mkituombea na sisi pia. Mkituombea na sisi pia. Kwamba Mungu atufungulie mlango. Ili Mungu atufungulie milango. Kwa lile neno lake. Kwa lile neno lake. Tuinene siri ya Kristo. Tupate kunena siri ya Kristo. Ambayo kwa ajili yake. Ambaye kwa ajili yake. Nimefungwa. Tumefungwa. Ni mtumishi wa Mungu nani huyu anasema? Paulo. Anawaambia Wakolosai. Kwa sababu anapita kule, amefungua hiyo makanisa yote, ameenda kwa Timotheo, ameenda wapi, anazunguka mpaka huko Korinto, amepita, anabeba mzigo mkubwa, lakini naye anajipigia debe, anasema jamani na mimi ninahisi kufika mahara ninachoka. Sasa jamani, naopeni kazi, dumuni sana katika kuomba, na wala sio kuomba tu kwa ajili ya maisha yenu, pia mtukumbuke kutuombea na sisi ili tupate mafunuo mapya. Ili mchungaji apate mafunuo yanahitaji pia maombi yako, ufanye ushirika pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja. Mtegemeze kwa njia ya maombi. Muombee. Mwambie Bwana wa mbinguni, unapoenda kulala, unapoinuka, sema Baba, namleta mchungaji, namleta mama mchungaji, naleta familia yake. Bwana naomba wabariki, wape mafunuo mapya, wape mambo mapya. Na hayo mapya ambayo unawaombea, hata wakiyaleta utapokea, maana uliyaombea. Haleluya. Ni lazima washirika kumtegemeza mchungaji kwa maombi yafuatayo. Mambo yanayopelekea washirika kumwombea mchungaji. Yaani kila ambacho mshirika kinamfanya iwe lazima na uwe wajibu kuiombea nyumba ya mchungaji. Kuna mambo haya yafuatayo: A, B na C. A, mchungaji tunamwombea kwa sababu ana vita kubwa kuliko mshirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi Farao alikuwa anatafuta Haruni, alikuwa anamtafuta Musa? Na wauliza, Mafarisayo walikuwa wanawashughulikia kuwatafuta wakina Petro au walikuwa wanamtafuta Yesu? Haya, mfalme Ahabu alikuwa anashughulika kutafuta Israeli au alikuwa anatafutwa Elia? Paka Elia anakimbia naenda kwenye pango. Si ndio? Sikiliza, nataka nikwambie, mchungaji ana vita vikubwa kuliko mshirika. Ninasema hivyo kwa sababu si kwamba mimi niliokoka tu nikawa mchungaji hivi. Nimekuwa mshirika, nimeokoka mwaka 89, na huo mwaka 89 ninaokoka, nimetoka sasa kwenye dini ya Islamic.
Kwenye Islamic huko sisi ni wadhariwa, sio wakuria, ni shina hilo. Lakini nilipookoka nikakuta wachungaji wana kazi kubwa. Mimi mwenyewe nilikuwa ninaangalia nasema kama ndio hivi wachungaji wana kibarua. Yaani kuna watu wengine kuasi haasi, kuendelea haendelei, kuokoka haokoki, kutoka kanisani hatoki. Yaani yeye yupo tu. Yaani waajabu, ni watu. Na tumekaa nao, na mimi nikiwa mshirika. Unajua kuna wakati unafika mahali ukiwa mshirika unaangalia na mshirika mwenzio, ila hii nayo mchungaji ana kazi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tunanyamaza, tunasema basi mchungaji tuendelee baba. Lakini ipo kazi kubwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni vita vikubwa. Kwa hiyo lazima tufanye vitu kama hivi, kwamba tumuombee mchungaji kwa sababu ana vita vikubwa. Ndani ya kanisa ana vita. Wapo paka watu wengine hawampendi mchungaji ila yumo kanisani na hatoki kanisa. Na anasema sitoki sasa. Kanisani sitoki ila na mchungaji simtaki sasa. Sasa wewe unatakaje? Sasa na mchungaji hatoki. Halafu inakuwaje? Tusihangaike na mtu hataki kwenda mbinguni eti. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni usumbufu. Hii ni vita. Sasa je, huko nje akipita na penye watu wanasema yaani mchungaji huyu alishaga jiona na ana kichwa yeye na kanisa lake huyu. Yaani kwa kweli huyu mchungaji wanampaga kichwa hao watu wake hao wasijue eti ndio wanaitwa washirika sio watoto. Nilipopata kagari mchungaji mmoja tu aliniambia. Mchungaji mmoja aliniambia baba nunua gari utaelewa. Sasa hivi bado hujapata majaribu bado. Yaani kuna vituko ni vya ajabu. Na si hivyo tu, hata wewe tu ujipangie tu kila siku unateremsha tu hapo, unakuja na kamfuko. Utashtukia watu wengine. Hivi dada vipi? Jana uliteremsha hivi na leo tena ulikuwa umeenda wapi? Shosti ulikuwa umeenda wapi? Wanakagua kale kamfuko. Ulikuwa umeenda wapi? Wakiona tu ndio maana na juzi haka mfuko kalipita na juzi ile kalipita. Siku hizi ni wanyama tu. Kwani unazana nasalimia siku hizi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo amani ndio inapelekea kanisa litembee salama. Linaenda vizuri. Yaani wanakuja tu wanacheka. Hey baba tuwahi sasa. Wanatiana na moyo tuwahi. Unajua Suzi hata kwa ameshaingia ibadani kweli. Hebu tuwahi bwana na sisi. Yaani wanatiana moyo. Lakini ikitokea shida, mama naye anasema sutangulia tu kwani babu nasubiri nani? Sutangulia tu na mimi napajua kanisani. Tangulia tu baba na mimi niko nakuja. Kuna shida. Tuwaombee. Shetani anawatafuta. Na Biblia inasema nitampiga mchungaji na kundi litafanya nini? Tutatawanyika. Kwa nini litawanyike? Na sisi tuna kazi. Ng'ombe wakati wowote kisikia njaa, ikahisi njaa, haina sababu ya kusubiri mchungaji aje ifungulie. Hata yeye inaanza jamani, ng'ombe zimeshaenda kuchunga bado. Ndio maana zimeanza kulia na zile zinajitetea. Fika mahala umuombee mama mchungaji. Lakini vita nyingine iko kwa watoto. Vita inayowakabili watoto wa mchungaji ni vita, waombee. Piga magoti ukiwa kwenye maombi, waombee. Baba wabariki watoto wa mchungaji, wabariki baba. Lakini leo hii mtoto wa kwa mchungaji akikutana jaribu akiharibikiwa, wakome. Tunasemaga yaani watoto wa kwa mchungaji yanakuwa kama majinga, yaani wanakuwa kama hawaeleweki. Yaani kwa kweli huaga hamnamo kabisa. Tena mimi nimeona ni kwa wachungaji wengi, ni kwa makanisa mengi hawaombagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa paweje? Sasa yaani wanapoharibikiwa kwa mchungaji, kanisa ndio linashangilia eti. Ndio wanafurahia. Baada ya kusema kwamba hapana, tumwezeshe ingalau mchungaji. Kuna mtoto mmoja sasa ingalau anasoma, na mimi nitupie hapo ingalau kama mkono mchungaji nimwezeshe ili aende akasome. Ninamuombea mtoto wake, ninafanikiwa. Unabeba mzigo wa kumuombea. Wachungaji wakifika mahali kuomba, walio wengi zaidi, anafika mahali anasema mkumbuke Rebeka, mkumbuke Matiasi, mkumbuke na nani, mkumbuke na Mama Rea. Baba wasaidie, libariki kanisa, liinue kanisa. Anamaliza amen. Halafu watoto wake alishaga sahau kuwaombea. Alishaga ombea tu washirika, alishaga waombea. Angalia vita alivyo navyofanya nini. Anamwambia Mungu mpaka watoto wake anajikuta Mungu wangu ameshasahau. Shetani anaingia hapo kama hata watoto anawabana pale.
Bwana Yesu asifiwe. Wengine watoto wa wachungaji ndio wanakuwa wa kutoroshwa wengine. Unaona, wachungaji walishakalia kuomba kwa ajili ya makanisa, na kanisa na halimkumbuki mchungaji hata kumuombea. Watoto ndio hawakumbukwi, ila wanawachekelea tu. Mchungaji siku hizi sasa ameanza kuhubiri watoto wa wenzake, wakwake wameshamshinda. Ndio wanaanza sasa hizo. Ameshana upako siku hizi. Mmeshamwona mchungaji siku hizi. Sasa afanyeje? Yaani mnashangilia vile anavyotapatapa, yuko kwenye tatizo kwenye dimbwi. Yaani maji yako yanalazimisha yammeze, na washirika wako wanashangilia. Mnamwona leo mchungaji, yaani mnashangilia kitu gani? Baada ya kumhurumia, baada ya kumuombea. Wewe hata kipindi cha Yesu yupo, ungelishangilia kweli akiwa msalabani wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Nilishangaa watu wengine wanasema, yaani wokovu ulikuwa zamani. Zamani kipindi gani? Kipindi cha Yesu. Ungelikuwepo wewe kipindi cha Yesu, ungelimuombea hata kumuombea? Hao ndio wa kwanza ukimbia. Twende namba 5. Nilisema mambo 7, tuyamalize yote haya hapa. Namba 7, namba 5 hili hapa. Washirika wamtambue mchungaji wao na kumstahi. Waefeso 5 mstari wa 12 hadi 13. Kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena, lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Haleluya. Kuna vitu vingine kama mshirika anafanya huko nje vya aibu. Haleluya. Tunapozungumza neno kumstahi mchungaji, maana yake ni kumheshimisha katikati ya jamii, katikati ya watu wanaomzunguka, kwamba mnamwona huyu mshirika, hawa ndio washirika wa yule mchungaji bwana. Mkipita watatu, hawa ndio washirika wa mchungaji fulani bwana. Huyu ndio mchungaji Mariki huyo, hawa watu wake hao. Unaona, hata Yesu wakati mwingine walipokuwa anatembea kina Petro, sikiliza, watu walikuwa wanasema hawa si ndio wale wafuasi wa Yesu hawa? Si unaona hata tembea yao, yani Yesu alishaga panda mbegu pale, yani anatembeaga Yesu tu yale majamaa. Umeliona linavyotembea ni Petro, ni kama Yesu kabisa, tena lenyewe na kuinama ni kama Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wao walibeba kazi ya kumheshimisha nani? Yesu. Na Yesu akawachagua hao watu. Si kwamba alikuwa na washirika wachache ni kiasi hicho. Alikuwa nao wengi, lakini wengine wanaitwa wasiri, wengine wakufuata nyuma kama washabiki. Lakini hawa watu walikuwa wameshajiweka wazi, hata katika hali ya tabia, hali ya kukaa, hali ya kutembea, hali ya kuzungumza, walihitaji wawe kama Yesu. Na hii ndio itamfanya mchungaji aheshimiwe katika ile eneo. Ukilinda utakatifu, yasiwe kwa mambo ya aibu yanatajwa. Mama fulani, baba fulani, huyu naye ndio hili baba. Hivi baba ukiyakuta siku zingine amebeba Biblia, unaweza kuzani yameokoka. Kwani wanaendaga wapi? Si kuna kanisa pale juu pale. Hiyo kanisa si kuna mchungaji wao. Ukimwona mchungaji wao baba na heshima, washirika wake sasa, yani ni ajabu. Huyu baba mguse puone atakavyo kutoa baba. Huyu mama baba alivyo mkali, ujawaiko yana na maneno machafu. Sikiliza mpendo wangu, hebu tengeneza basi sura na tabia njema kwa jamii na kuzunguka, ili umheshimishe nani? Mchungaji. Akipita mahala wamsome vizuri kwa sababu ya washirika wake. Ni aibu ukijiachia ovyo. Kulikuwa na mchungaji mmoja kanisa fulani na rifadhi. Mchungaji akienda sokoni ananunua maembe, anaweka kwenye mkoti. Ananunua embe lingine anaweka hapa. Halafu mua anachomeka hapa kwenye mfuko wa juu hapa. Sasa ndio anaanza kutembea sasa. Washirika wakimwona anasema wanapita pembeni, kwa sababu naye mchungaji anawaaibisha washirika wake. Kwa hiyo sio vizuri, na mimi kukaa na mchungaji wa hivyo sipendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawapasa washirika kutambua mchungaji. Unapotembea ujue una mchungaji na anapita kwenye hiyo mitaa. Mheshimishe. Haleluya. Mheshimishe. Tabia zako
zifanane, ziwe na sura nzuri kwenye jamii na kuzunguka, ili ziwavute na watu wengine kuja katika Kristo, na kanisa ndipo litaongezeka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 6 ni washirika kumshirikisha mchungaji katika mambo mema. Hapo ndio kwenye kazi sasa, ambayo walio wengi, baba unaweza ukaomba tu na kuamini baba, kichomi hapa kimesha nibana. Wagalatia 6 mstari wa 6. Wagalatia 6. Namba 6 ni washirika wajibu wanao wa kumshirikisha mchungaji katika mambo mema. Twende. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Katika mema yote. Sema mema yote. Mema yote. Au unashirikisha mema madogo? Mema yote. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mambo mema yote. Kuna watu hapa sijui mna hiyo kazi ya kubeba chochote naenda kwa mchungaji. Napenda sana. Mimi kanisani kwetu tulishaga wajengea kwa mfumo. Wanafikaga kanisa kwa mchungaji, mwenye kanina naleta, mwenye kuku ninakula. Kwa kweli nabarikiwa katika hali hiyo. Nasikia na mimi furaha kwamba nina watu. Jitengenezee kwa utaratibu. Na wewe kwa mwaka mzima, kaa kwako sio kuundiwa na mzee wa kanisa au na kamati ya kanisa, kwamba sasa tunakaa utaratibu haka kanisa. Na wewe tengeneza kaa kwako kuhusu Mungu. Si ndio? Kanasema kwamba je, wewe unawaza nini juu ya Bwana? Sawa, wewe uwe na jambo ambalo umeshaliwaza lako binafsi, na hiyo ndio sadaka nzuri, kwamba mimi nimejitengenezea utaratibu kwamba kwa mwaka mzima nitafanya mambo 1, 2, 3 kwa mchungaji, ili ni ufurahishe moyo wa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Nikihubiri hivyo, nimehubiri vibaya? Au ndio wanasema sasa kama ni hivyo, huyu mhubiri sasa ameanza kuvuruga. Alianza vizuri, anaanza kuharibu sasa. Yaani wengine wanasema ameanza kupotea sasa mwelekeo. Sikiliza. Mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Bwana Yesu asifiwe. Sikwambii kwamba unaenda tu kwamba hodi mchungaji nimewaona halafu narudi. Hodi mchungaji nimewaona. Sio hivyo, sijakuelekeza hayo. Ninakufundisha mimi, enda na kitu. Si ndio jamani? Hana hakuwa nabisha hodi Shiro mikono mitupu. Alikuwa naenda na chochote kwa kuhani Eli. Jamani, soma Biblia, usi unalazimisha mambo mengine. Halafu naanza kusingizia watu. Wanataka vizito, wanataka nini? Haya, wewe kile ulichonacho unakitumikia kwa Mungu. Unampa Mungu, unatenga huo muda. Hata mchungaji amewahi kukuona hata unabisha hodi, akatengeneza hata kumbukumbu. Hamna. Jamani, mwaka unapita. Haya, tunakuja ukutania hapa, sijui siku ya kumshukuru Mungu. Na yenyewe umeshaandaa shilingi 2,000 ya kumshukuru nani? Mungu. Hiyo sasa ni ya miezi 10 na ngapi? Na 2. Uliandaa. Na hukuiandaa jana, umeiandaa mwezi wa kwanza huo 2,000. Ndio nasimama haleluya. Bwana asifiwe, na mshukuru Mungu kwa kweli, na kikapu kiko hapa kizuri 2,000. Mwaka mzima. Kuna vitu vingine nasema kwamba tumia hata na akili basi. Mungu anatafuta watu wenye akili. Jamani, mimi nilienda pale Mwanza kwa mchungaji wa Riochi pale, si ndio? Margaret pale. Sasa nikawa nimekaa naangalia washirika ibada zinavyoendelea. Sasa nikawa nimeandaa shilingi 2,000 sadaka. Kasema na mimi 2,000 nimeukata hii. 2,000 leo wataelewa kwenye kikapu. Nikaandaa 2,000. Sasa ninashangaa katoto kanapita kameshikilia 5,000.
Nikasema na katoto waka kanapeleka 5,000. Nikabadilisha utaratibu, maana na mimi kichwani zimo. Haleluya. Nikaondoka kwenye kale kama msimamo kangu, nikabadilisha na mimi nikasema mtoto 5,000 na mimi 10, hata niende ninajuta, ndio mazoezi haya. Na mimi nikaweka. Kuna mazingira, fika mahala na wewe jifunze. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata haya maeneo yanakufundisha namna ya kuvaa. Hata namna ya kuingia hapa pana kufundisha. Pana kuambia bwana, si unaona? Unakuja basi kwa utaratibu mzuri. Hata kama mtu hajakutangazia. Yaani lile eneo linakuambia lenyewe kwamba unakuja basi kwa utaratibu mzuri. Ukifika tu kwanza unajikagua kiatu. Ukiwa nje na maana utaratibu umesha kuonyesha pale kwamba jiangalie kwanza. Sasa hata akili hazipo. Kweli mwaka mzima na ndero 2,000 ya kwenda kumshukuru Mungu. Na wamama hapa, mama zangu mnabebaga mimba miezi 9, umebeba kiumbe. Halafu wengine nasikia wanapigwa operation huko, wanafanya nini huko shida, wengine wanafia huko kabisa. Halafu wewe Mungu anakujalia ni maombi tu. Baba wa mbinguni, Jumaa huko hapa, unaenda na nyumbani unadunda, unapiga mayai yako, unakuja hapa tena unaomba. Mwisho wa siku mtoto huyo hapo. Na namshukuru Mungu kwa kweli kuokoka ni raha na 2,000. Mungu anasema nina watu kweli hawa na akili hawa. Toka mbinguni Mungu anachungulia ili aone watu wenye akili wanaomtafuta nani? Mimi hili somo linanifundisha kwamba kumbe Mungu anataka watu wenye akili. Unatakiwa kuwa na akili, vitu vingine ukiwa unavifanya. Acha kulaumu, jipeleleze. Na wewe ni kipi ambacho umeshakifanya kwa Mungu mpaka umlaumu mchungaji? Hebu nenda. Lakini hatufanyi kwa mchungaji ila atulipe. Haleluya. Tunafanya kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Kuna shida inakuja, mchungaji hayupo, lakini Mungu yupo. Ukimwambia Bwana, tazama nilikuwa kwako, nilifanya hiki kama Hezekia, Mungu anasema okay, uko vizuri. Hapo uliwahi kufanya na mimi nashuhudia. Sasa nakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiuza paroti kako unalipaga zaka. Si ndio kumshirikisha? Ukiuza ka kiwanja unalipaga zaka unalipa. Au na mchungaji anakuuliza vipi, uliwahi kuzungumza kuhusu kiwanja unauza? Mchungaji, unajua mambo mengine bwana, nilitafuta mteja lakini mteja akawa haeleweki na yeye. Ulimaliza kuuza lile eneo? Lakini niliuza, lakini mteja mwenyewe mara alete hela mara asilete. Alileta. Bwana Yesu asifiwe. Acha basi kupiga chenga. Sema tu niliuza, nilipata 50,000, sasa 5,000. Sio, nakumbuka kipindi kile na kubishia hodi pale nyumbani. Watu wanapata pesa ila sio waaminifu na maisha yanaenda kuwa magumu. Leo nimesikiliza somo la kwanza hapa. Watu wakawa nasema, kwa nini watu hawafanikiwi? Wakati mwingine maisha walionao ni sawa na watu wa nje. Tatizo ni nini? Ni kwamba hatuzingatii kanuni na sheria za Mungu. Hatufanyi. Lakini kikawaida sisi si watu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Si wa pole sisi. Ukisoma historia ya Israeli ilikuwa inatisha. Hadi mataifa walikuwa wanasema, jamani mjihadhari. Mwanza mjihadhari, Israeli inapita hapo. Watu sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unadhani ni wa hivyo? Utabaki unalia, tatizo unatangaza. Hao watumishi wanajali wa matajiri. Unadhani wale matajiri alizaliwa nazo mkononi? Kuna nini alifanya? Fanya kazi, mshirikishe mchungaji atakuombea. Hiyo kazi yako italeta matunda, na wewe kazi yako unatakiwa uwe mwaminifu. Kama ni kuuza maembe, uwe mwaminifu. Kama unauza sijui maparachichi humo kwenye mabasi, jamani, mwisho wa saa tu ikifika saa 12, weka karamu, piga mahesabu. 5 ongeza 5 20. 20 toa 2,000 za Mungu 18. 18 8,000 na kula mayai. 10,000 mtaji. Fanya hivyo. Halafu one kama Mungu hata kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi tunahangaika.
Na kundi kubwa la watu hawatoagi zaka. Ukweli kabisa. Sijui labda hapa. Lakini kiujumla watu ni wagumu. Mwingine anasema, "Hii mama ni bebe tu, mchungaji asije akanielewa vibaya." Kwenye raki anatafutapo shilingi 3,000 na anaweka kwenye bahasha ili mchungaji asimuelewe vibaya. Kanisa moja jeti nimeenda, akaniambia mchungaji, "Baba, ninasali hapa lakini na mpango wa kuhama. Tatizo nini? Maisha magumu na nini?" Ana walimu hapo, wengine madaktari wako pale, eti na wenyewe hawalipagi zaka, wanapokeaga wanakandamiza. Sijui na hapa wanaweza wakawepo madaktari wa hivyo, ni watakuwa ni waajabu na wenyewe. Na sijui na hapa PAG tunao tena walimu wa hivyo, na wenyewe wako wanapokea mishahara kweli, wanakula zote, wanakandamiza, alafu anatuambia nimeokoka. Hapana, lazima sisi tuwe waaminifu. Wewe kama unafanya kazi yoyote, umeajiriwa mahali popote, na wewe lipa zaka. Na hiyo zaka asije kuchukua mimi mchungaji Musa, ni mchungaji wako anayekuombea, sio mimi. Mimi hao hapo mabinti na washughulikiaga. Umepata ngapi? Umeleta zaka? Hao hapo. Nyinyi mlioko hapa, huyo hapo, huyo mzee. Pelekeni hapo mzee, hii hapa zaka, hii hapa zaka. Dipeni hapo. Hawataanza kukuombea. Baba yeye akizipokea tu, kazi ni kwa mama tu. Mama, unaona? Nakwambiaga, Rusi sio wa kawaida. Si unaona leo nilikuwa nakwambia kwamba tukaombee tu. Unaona sasa kameleta huu mzigo. Na mimi nilikuwa ninakaona hata vile kana bidii kale, ni kaaminifu bwana. Utaona unapendwa na wewe. Toa zaka. Mimi napenda muda wangu kuniambia stop, umetosha. Lakini nataka nikuache na hicho kwamba mtolee Mungu upande wa kifungu cha 7 ni mshirika awe tayari kuitumikia nyumba ya mchungaji. Utaandika Kutoka 24 mstari wa 13, na wala tutasoma kwa sababu ya muda wangu. Mimi nataka nifunike Biblia, lakini pia nimalizie maelezo haya kwamba lazima tutumikie nyumba ya mchungaji. Tufanye hivyo. Moja ya haya nayo yasema ni pamoja na kuitazama nyumba ya nani? Ya mchungaji. Kama unasikia kubarikiwa na kunielewa vizuri, hebu fanya hivi mkono wako. Ubarikiwe sana. Barikiwe kabisa.